Napenda nikushukuru wewe Mheshimiwa Waziri kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi huu wa bodi yetu, na natambua kwamba umeacha majukumu mengi tu katika ratiba yako ili na kutenga muda wako na kujumuika na sisi leo ili kuzindua bodi yetu. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Waziri. Ni ombi letu kwako kwamba wewe binafsi utasimamia na kushughulikia mambo haya matatu kama njia ya kuiwezesha HTCL na kuhakikisha mwendelezo wa uwekezaji mkubwa uliofanyika kama ifuatavyo. Kwanza, kuendelea kuiwezesha HTCL katika utekelezaji wa mkakati muhimu wa kubadili sehemu zinazoongeza gharama, yani cost centers, na kuwa sehemu za mapato, revenue centers. Kuangalia upya mfumo wa umiliki wa ndege kwa kurejea mifumo ya mashirika mengine washindani wetu katika soko na yenye umiliki kama wetu ili kutuongezea nguvu ya ushindani. Kuhakikisha tatizo la madeni ya muda mrefu ya HTCL yaliyorithiwa linamalizika ili kuboresha mizania yake ya mahesabu, na pia kuhakikisha mipango ya upanuzi wa mtandao wa safari wa HTCL inatekelezwa bila vizingiti. Ndugu mgeni rasmi, napenda kusema kwamba sisi kama bodi tuna majukumu makubwa mbele yetu ambayo tutakuwa nayo, na serikali imefanya juhudi. Tunafahamu kwamba HTCL iendelee kuwa imara, na kutokana na juhudi hizo majukumu yetu sisi makubwa itakuwa ni kuifanya Tanzania iendelee kuwa shirika la ndege la mfano, likitoa huduma bora, huduma za uhakika ambazo zinatarajiwa na wateja wetu. Kwa hiyo tunafahamu kwamba tutawezeshwa kulitenda hilo, na kwa sasa kama alivyosema mtangulizi wangu kwamba tuna ndege 11, tuna nyingine zinazokuja, lakini vile vile tuna wafanyakazi ambao ni wengi wanaotuwezesha kufanya majukumu haya. Mheshimiwa Waziri, kwa uwekezaji huu tunajua kabisa kwamba serikali na wananchi wanategemea kwamba tutatoa huduma bora, na ili kukidhi matarajio hayo, basi mimi kwa niaba ya bodi yangu ninaomba kukuahidi Mheshimiwa Waziri kwamba tutafanya kazi kwa weledi na bidii na kuhakikisha tunatimiza matarajio yote ambayo viongozi wetu mnayo. Mtendaji siku zote anataka awe na power. Akileta jambo lake kwenye board, whether kama ni zuri kama ni baya, lipite. Anafanya hiyo, anatumia kila uwezo wake, ana compromise, anambana huyu, anambana yule, anamshika huyu for their own interest. Wala sio interest za shirika au taasisi. This is a fact. TPA mimi nilijua itafeli kama ilikuwa ni juzi ama baada ya mwaka, lakini ingalifeli tu. Kuna mtu alipewa gari, board member alipewa ofisi, yeye ndio msemaji. Nyote mnajua, sio siri. Sasa unaiona hasa ile feli ile pale inakuja. Mwisho ndio ile iliyotokea jana. Na bodi hii mkienda hivyo utaiona. Profesa wako wote utashuka chini, mimi nakwambia. Take this word from my serious on mimi. Bodi ya Marine Service imefail, nilikwambia kwenye ndege. Ile bodi inaenda kufeli. Tunasafiri kwenda kutoka wapi? Ndola, tunaenda Lubumbashi. Everything nilishajua ameka bodi itafeli, haiwezi kusafiri. Na imefeli kwa sababu watu hawafikirii vitu vya elemental thing, hawafikirii. Case study, mimi lazima niwaeleze kwa nanyi mjue. Case study ya mwanzo iliyofanyika pale ambayo hiyo ilipelekea ile bodi inaenda kufeli. Kulikuwa na ujenzi wa meli ya mwambao. Kulikuwa na option mbili, either ijengwe Mtwara au ijengwe Mtwara au ijengwe Uturuki. Ikijengwa Uturuki kuna saving takriban dola milioni 22. Ikijengwa Mtwara hiyo saving haipo. Wakati imetangazwa tender board, imetangazwa tender ikasema very clear, mkandarasi akipatikana anaweza kujenga popote pale. Then baada ya kushinda tender wakasema lazima kwanza mkandarasi ajenge Mtwara. Lakini Mtwara hakuna facility, hakuna chelezo. Mkandarasi alipokuja kupatikana akasema mimi nitajenga hii, lakini
mtajenga chelezo ambao ni temporary. Basi wakakubaliana hivyo. Bodi ikasema endelea jenga Mtwara. Mimi nimekuja wizarani nasoma document naambia how comes? Nikampigia simu profesa, hii ni nini hii? Anaambia hao tuliamua kwa sababu Mtwara tuta create employment. Nikamwambia lete data za employment hapa. Employment gani unakwenda ku create Mtwara? Uta create sijui I don't know. Tuna create kwa sababu tunasomesha marine engineering. Unasomesha marine leo, hao watu utawapata kesho. Why huna chelezo za kujenga meli Mtwara? Unaenda kupoteza 20 million, 22 million kwa sababu hii. Kaambia wewe profesa kama mimi free yani simple argument hizi ulijue. Sijui sijui unajenga. Akamwambia hakuna. Lete justification. Nikaona hii bodi sasa inaenda kufail. Simple thing mwenyekiti alishindwa kuamua. Very simple. Sitaki kwenda hizo complicated sijui mikataba, lakini very simple hiyo alishindwa kuelewa kwamba Yanga alisema bodi hii, meli hii uwezo wetu ni mdogo na tunataka hii saving ya 22 million, tukipa 22 million tutakwenda kujenga chelezo chetu huko mbele. Meli tuijenge Uturuki na tukijenga Uturuki karibuni itaisha kwa miezi nafikiri alisema miezi 18. Ukijenga huku Tanzania miezi 36. Halafu quality ya kujenga meli Tanzania haina uhakika, sababu facility hazipo. Bodi ilishindwa kulijua hilo. Either walishindwa kulijua kwa sababu personal interest au walishindwa kulijua uwezo wao ni mdogo. Hiyo bodi unaona nafasi. Na uliona haiwezi kufanya kitu. Sizungumzii ile miradi mingine ni sitaki kwenda huko. Lakini uliona day one nimekwenda pale nikamuita, bwana hii bodi inaenda kufeli. Bahati mbaya sikuita wote, niliita mwenyekiti. Personal nikampigia simu. Umefanya nini hapa? Sijui tuna create job. Job ngapi niambie? Taja kwenye namba, wewe profesa tuseme maneno tu. Nikamwambia basi, that is story. Hiyo ndio failure moja ambayo iko wazi na iko rahisi tu. Na hapa ya Tanzania itafeli mkicheza. Mimi naeleza ukweli. Kwa sababu situation iko very complicated nyinyi. Hapa manunuzi ni makubwa. Na bodi nyingi zinafeli kwenye manunuzi. Manunuzi hapa ni makubwa serious. Kuna aircraft 17 trilioni ya pesa imekwenda. Tusipokuwa makini kwenye mambo haya yatatufelisha. Kule kuna manunuzi hiyo imesababisha, unaona manunuzi tu yameombisha wale. Na ile pale nafikiri $40 million meli. Kuna na yale mengine yaliyoombisha mara moja. Hapa kuna mambo makubwa zaidi. Kwa vile msipokuwa makini, mkiacha urafiki na mtu, mkisimamia tutafaulu. Ni jambo la ajabu manake mpaka nije waziri mimi nimekuja juzi nimeuliza. Kama angalikuja mtu ambaye hapendi kuuliza kama mimi, ile ndio biashara imeisha. Kwa sababu mimi nagusu na vitu napenda kuuliza how, imekuaje? It's a failure. Na nyinyi leo tutashereheka hapa kuzindua bodi, baada ya mwaka kuna kuja nyingine. Twende tusimamie. Nendeni mkaisimamie hii, watendaji wasimamieni. Sasa hivi watawaconvince, watawafanyia hivi. They just watapotezea wakati. Nyinyi mmepewa dhamana kubwa. Vinginevyo CEO atataka kuaini. Masio wengi wana hiyo tabia. Sisemi huyu lakini wengi wana hiyo tabia ya kukushika. Wakishakushika kile jambo lao analeta hapa anazungumza unapitisha. Kila kitu kinachofanyika lazima uulize kimefanyika hivi kwa nini na cost ikoje. Vinginevyo tutakwenda tutazindua bodi, tutateua bodi na tutazindua bodi tena. Kuwa kwenye bodi si jambo la ufahari. Umekuja hapa kuisaidia taasisi. Watu wengi wakishakuwa kwenye bodi wanasikia raha. Tokea jana napata email zaidi ya 200. Kila mtu anataka bodi. Nasema huo pumbavu sasa. Watu wanafikiri hapa ni pahala tu pa kuja kukaa. Samahani nimetumia neno gumu, naomba mnisamehe bwana. Kila mtu anaandika message, mimi nataka mjumbe wa bodi. Pale unafikiri pahala pa kufanya mchezo. Pale mmekwenda kumsaidia waziri, mmeenda kusaidia taasisi. Kwa vile mimi nimefurahi leo nimepata heshima, lakini ningalitafuta resource person niangalie case study nyingi ambazo zimefanyika kwa nini bodi zinafeli kwa sababu our own personal interest na tunashindwa kuicontrol. Kila mtu ana personal interest kwenye maisha. Asikudanganye, bila personal interest hakuna maisha.
lakini kuna limitation zake na kuweza kuzicontrol. Ukiweza kuzisimamia, heshima yako itakuwa pale pale. Ukishindwa kuzisimamia, ndio leo utasikia umetolewa huku, umepelekwa huku. Bora utoke pahala, lakini kusiwe kwamba umezembea. Kwa sababu athari za kuzembea hazitokuja kwako. Hiyo ni uzembeaji unaifanya taifa ipate hasara kubwa. Kwa vile mimi nimefurahi sana, lakini naomba bodi ya ATCL muna kazi kubwa sana. Kwa sababu ya msingi moja, manunuzi hapa ni makubwa. Na once yakija manunuzi, watu wana personal interest. Nyinyi ulizeni kila kitu, na sisi tutawaeleza. Ndio wajibu wetu. Kwa vile mmepewa jukumu, simamieni shirika hili. Amejisifu hapa, ambao ni jambo zuri kuzungumza jambo kwa ufahari. Serikali imewekeza kununua ndege karibuni 11 leo. Tunataka kuona matokeo ya ndege hizo. Tunataka kuona shirika la ndege linakuwa. Baada ya miaka miwili kutakuwa na ndege 17. Mtazamo wetu uanze kutoka kwenye kununua kwenda kwenye kufanya biashara. We need to focus market. Mnaweza kuwa na ndege zote hizi, mkiangalia saa 12 zote zitakuwa zimelala hapa. Lazim tutoke mtazamo wetu sasa kutoka hapa tulipo kwenye kununua twende kwenye tukafanye kazi. Vinginevyo itakuwa na ndege 50 lakini tutashindwa kucapture market. Bodi mna hilo jukumu. Mwenyekiti, wewe ni umetoka chuo kikuu, mambo ya management unajua vizuri, simameni hilo. To push ATCL iende kwenye capture market. Na market mtaenda ku identify market, lakini ku maintain market ni swala jingine. Naweza kuanza market vizuri, mkapata customers wengi, lakini msipokuwa careful, watu wanaondoka, wanashuka kwa sababu huduma zenu pengine haziridhishi. Kwa vile maintain market, bwana Kamasho atahangaika sana, lakini huduma kama sio mzuri, then will be a big problem. Big problem. Na mtaanza tu bila siku ilaumu serikali. Serikali hatufanyi hivi. Serikali imefanya vya kutosha. Kununua ndege ni jambo kubwa sana. Tunataka kuona na nyinyi ATCL. Mimi naongea na bodi, siongee nao. Kuna siku yao. Bodi sukumeni wafanye aggressive market. Market yetu bado sio aggressive. This is honest, my feeling. Pengine niko wrong. Hiyo ni feeling yangu. Na tukisha maintain market, tukishaipata market tunatakiwa tu maintain. Mimi kila siku naletoa message za ATCL, namrushia. Sijui kuna hivi, sijui hivi. Kwa sababu watu wanakuja kwa waziri kwa sababu wamehangaika huko hawapati response. Otherwise huku kungalikuwa na good response ya hayo malalamiko yao, wasingalikuja kwangu. Kama kungalikuwa na good response huku, wasingalikwenda kwa mwenyekiti. Ninaomba sana, tumepewa hili jambo, tulifanyie vizuri, twendeni tukasimamie. Tuhangaike na market sasa, halafu tukipata market tuimaintain, tuisimamie vizuri. Serikali tumefanya wajibu wetu, na nyinyi fanyeni wajibu wenu. Fanyeni wajibu wenu. Lisimamieni, wasimamieni hawa vizuri. Msiwe marafiki lakini msiwe maadui, mfanye wajibu wenu. Lakini pia nendeni mwasukume hawa wafanye market. Market bado ya Air Tanzania haijakaa vizuri. Kuna mashirika mengine X sitaki kusema. Ana kitu kidogo lakini ana push very aggressively. Pengine si mashirika ndege, niseme mashirika mengine. Tunaona kashirika kadogo kimeanza lakini watu wanapush. Na Air Tanzania bado hatuja push. Nyinyi ni kazi yenu, sio kazi yangu nimekuambia hapo. Lakini aggressiveness bado ya Tanzania haipo. Najua kuna mambo yenu mengi mnadai na mna malalamiko pengine ama nini, lakini tutafanyia kazi. Lakini na nyinyi nataka mtusaidie kwenye marketing. Na lazima niwaeleze ukweli. Kama hutofanya marketing na waachia wenyewe kwanza, lakini itafika muda na mimi nitaingiza mkono tu. Natoa, chomeka na weka nitafanya hivyo. Bado tunaangalia na mimi na study upepo. Lakini ukifika wakati nitaanza tu. Jana bahati nzuri juzi nishaanza kupewa bwana simamia ama unafanya wewe mwenyewe.
Kwa vile sina, mimi nakuja tunachukua na weka mara moja. Na mnanijua na hiyo sifa moja ni hata kama rafiki yangu namuona unaondoka, sina urafiki. Kwa vile naomba sana kabla hatujafika huko, nyinyi fanyeni kazi. Tamasha anafanya kazi mzuri, lakini we need to maintain na marketing vizuri. Twendeni tukafanye. Watanzania wanapenda shirika la ndege la Air Tanzania. Wanapenda sana, kila mtu anapenda, lakini bado changamoto ni nyingi. Hii ni kazi ya board, nimekuja kueleza hayo, naomba mnielewe. Sitaki kuongea humu yako mengi, lakini nikasema mimi niongee hizo. Ufeli kwa board, na kama msipoangalia hapa itafeli, lakini kuanzalia marketing. Sasa kwa ufupi vitu viwili. Fanyeni kazi ya kusimamia taasisi. Fanyeni kazi ya kusimamia taasisi. Hawa watapa viofa vingi, watapa nini, just mambo ya wapiti, lakini nyinyi simameni taasisi hii iweze kusimama. Msiposimama nyinyi, taasisi itakuwa na shida. Mimi nitakuja nitasema, Mheshimiwa Rais atakuja, sio sahihi. Naamini tukisimamia hii vizuri, tukisimamia ATCL vizuri uongozi, tukisimamia marketing, ATCL itakwenda vizuri. Na ni serikali kunayo madeni na nisi tutachukua tuweze kuyalipa ili ATCL ifanye kazi vizuri. Sitaki kusema sana, wala sikuja nimekuja nitamke rasmi kwamba bodi yenu nimeizindua.